Wadau wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Kahama katika mkoa wa Shinyanga KUWASA wameitaka mamlaka hiyo kuendelea kuboresha miundombinu ya huduma za maji pamoja na kuhakikisha kuwa mita za wateja zinahakikiwa mara kwa mara ili kuondoa malalamiko yanayoweza kujitokeza, jambo ambalo wataongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato. Kuna maeneo ambapo mabomba kila mara yanakuwa yanapasuka, wanakuja kurekebisha, lakini yale mabomba yako juu sana, ambapo wao wenyewe wanasababisha upotevu wa maji, kwa sababu changamoto wanaifahamu, lakini hawaifanyii ule udhibiti ule wa moja kwa moja kutatua jambo liwe la kutokomeza kabisa huo upotevu wa maji. Kuna mabomba ambayo yanajirudia kwa mwezi, ni lazima ifanyeje, vitoboke kwa sababu yako juu. Jina naitwa John Amos Mwachibia, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Nyambula. Kuna shida kubwa sana ya maji, hususani katika zahanati ya Nyambula. Nyambula hatuna maji na zahanati wananunua maji kwa ajili ya mahitaji ya zahanati. Dumu la maji linauzwa shilingi 200. Lakini tatizo hili limekuwa kubwa sana, limepelekea hata kuwa linasababisha maafa ya wananchi kushambuliwa na wanyama wakali kwa ajili ya kwenda kutafuta maji. Sasa niombe sasa KUWASA ipate namna sasa ya kulifanyia kazi swala hili na kulichukulia kama ni jambo la hatari sana, ili tuweze kuondokana na hilo tatizo. Unakuta mabomba yanapasuka mitaani. Unakuta hali bomba limepasuka leo Jumanne au Jumatatu, linakaa wiki nzima linatoa maji, yaani bila kuwepo na mtu yoyote wa kuja kulishughulikia tatizo hilo. Hata kama ukipiga simu kwa wahusika wanasema sawa, lakini ule utekelezaji wa jambo unachukua muda mrefu kiasi kwamba tunashindwa kuwatendea haki baadhi ya wateja wetu. Lakini jambo la pili ambalo lipo kwa wananchi wetu, hususan makelele sana, ni pale ambapo mteja analipia kwa ajili ya kupata huduma za kuunganishiwa maji, kwamba amepata control number leo, analipa gharama zake zote, lakini kuipata huduma inachukua muda mrefu sana kiasi kwamba imekuwa ni makelele sana kwa hapa mjini. Ushauri wangu sasa kwa KUWASA ni kwamba mtu anapokuwa analipia, basi kuwepo na muda maalum, kama ni wiki moja ama wiki mbili, basi ile huduma ipate kwa wakati. Kwa serikali ya mtaa Nyakato, kata ya Nyasubi. Mimi nitaka nijue jambo moja kutoka kwa KUWASA. Halmashauri imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu kwenye maeneo yetu. Sasa unapofikia muda wa kuangua zile barabara mtaani, tunakuja kuona mabomba madogo yako juu sana. Kwa greda linapopita yanakatwa. Sasa hatujajua utaratibu. Bahati nzuri huwa mnatuma mafundi, lakini majibu yao huwa yanakuwa tofauti sana. Swali langu lilikuwa hivi: je, katika mradi huo wakati unafanywa na halmashauri, mabomba yanapokatwa, vile vifaa na ufundi vinakuwa gharama kwa KUWASA au kwa mwananchi ambaye bomba lake limekatwa na greda? Na hili kila wakati tunapokuangua barabara tumeshakuwa tunavutana sana na idara ya maji. Lakini nishukuru kitu kimoja, kila tunapotoa taarifa huwa wanafika kutusaidia, na hususani kwangu kule Majengo mwaka jana tulipoangua barabara tukakata mabomba mengi sana. Nilipompigia simu Mkama akasema kwamba taarifa hiyo nilikuwa sina, lakini kwa sababu mwenyekiti umeshaniambia na wananchi wanataka kupata maji, orodhesha sehemu zote zilizokatwa maji, alafu niambie nitume mafundi. Na kweli alituma mafundi. Asante sana. Nipende kusema tu sasa, vijana wanaotengeneza mabomba yale yanayokatiza barabara, uwape maelekezo wanapotoka ofisini, kwa sababu kuna ramani. Yale mabomba wayazamishe chini, kwa sababu kila mwaka huwa tunapoangua zile barabara
Sasa kila mwaka ikikwangua zinakatwa. Wao hawaoni kwamba kuyarudishia hapo hapo tu yanakatwa tena, tunaongeza gharama. Niombe sasa wale vijana mafundi waweze kuyazamisha mabomba kulingana na idadi ya watu ilivyo kwa mji wetu wa Kahama na kwa namna ambavyo ninyi mnavyotoa huduma na upanukaji wa mji wetu kwa kasi. Naomba niwashauri, ikiwezekana mpeleke maombi wizarani kupitia mfuko wa uendelezaji miji kupata fedha kwa ajili ya usambazaji wa maji kwenye maeneo yetu ya mji wa Kahama, kwa sababu kwa nguvu zenu tu wenyewe na kwa spidi ambayo tuko nayo sasa, watu wanapofanya maendeleo, hamtaweza kukidhi mahitaji ya wananchi wetu. Kwa hiyo ni washauri hilo, kwa sababu maeneo mengi sasa yanakuwa. Mfano ukiangalia Nyahanga kule juu mlimani Rugera, kule watu kila siku wanajenga. Na tuwashukuru kwa ujenzi wa tenki lile, naamini kwamba lile tenki likikamilika, kazi ya kusambaza maji kule juu yatakwenda vizuri. Lakini ukiangalia Mongolo, hususan eneo la Nzagamba, kama unaelekea Kitwana, hii Nyamela ya Izuga, yote haina maji. Yale ambayo yametoka kule Mwanza, tunashukuru Kahama hayapo. Kwa hiyo tunawapongezeni sana management ya KUWASA hapa Kahama. Hongereni sana. Lingine ni wapongeze sana kwa jinsi ambavyo mmekuwa very transparent katika kuwasilisha taarifa zenu za utendaji wenu wa kazi. Lakini pia rao kwa kweli nakupongeza sana. Lakini kijana, you are very active. Unatupa taarifa immediately tatizo linapotokea. Kwa kweli tunapata taarifa zako. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupongeza sana. Katika kipengele kile cha wajibu na majukumu, hapo ndio tunaona uwajibikaji wako na uwajibikaji wa KUWASA na management yake. Katika kipengele hicho cha wajibu na majukumu, mimi nimefurahishwa sana pale ambapo mlikuwa mnasema kwamba ni vema kufanya kazi kwa kushirikiana. Kwa namna hiyo basi mimi nilikuwa na shauri mpango kazi huu wa miaka 5 26-31 ni vizuri mkashirikisha idara ya afya, idara ya mazingira ya halmashauri ya manispaa, ili kuweka mji wetu katika mandhari mazuri ya usafi. Mtaalamu wetu mkuu wa chuo hapa amesema. Wito huo ulitolewa wakati wa kikao cha wadau wa mamlaka hiyo uliojumuisha wenyeviti wa serikali za mitaa, maafisa maendeleo ya jamii pamoja na wadau wengine, lengo likiwa ni uwasilishaji wa mpango mkakati wa miaka 5 ijayo wa kuboresha huduma ya maji pamoja na mpango wa kibiashara wa miaka 5 kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2026, 2027 na 2030 hadi 2031. Aidha, wadau hao walisisitiza umuhimu wa kuhakiki mita za wateja mara kwa mara na kuhakikisha usomaji wa matumizi ya maji unakuwa sahihi na wa haki kwa pande zote mbili, kwa mustakabali wa kuongeza mapato ya mamlaka hiyo na pato la taifa kwa ujumla. Katika hatua nyingine, wadau hao wamelalamikia kukosekana kwa magari ya maji taka kutoka kwa mamlaka hiyo, licha ya kuwepo magari mawili ambayo nayo yameonekana kuzidiwa na wingi wa wateja, ikiwemo itilafu za hapa na pale, jambo linalowasababishia wateja hasara kwa vile wengi wao ni wafanya biashara wa hoteli na nyumba mbalimbali za kulala wageni, ambapo wanalazimika kutumia gari za watu binafsi kwa gharama kubwa. Mimi ni mdau wa KUWASA kwa sababu Mungu amenibariki, nina sehemu mbalimbali ambayo maji yanahitajika. Lakini nazungumzia jambo moja ambalo kidogo naomba ufafanuzi zaidi kwa maji taka. KUWASA wana magari mawili ya kuchukua yale maji yale machafu yale, lakini mpaka sasa hivi nikiongea mbele yenu haionekani gari hata moja. Ya pili, gharama yake haiachani na yale magari ambayo yanatumika kwa ajili ya biashara. Na ninavyojua kabisa kwamba magari ya serikali ni ya huduma, sio ya biashara. Sasa ndugu MD, hili swala naomba mlitizame, kwa sababu sisi tunahitaji huduma kutoka serikalini na sio kutoka mtu binafsi.
Mimi mwenyewe nategemea natumiaga gari la mtu binafsi kwa sababu gari ya serikali ni gari, alafu haipo. Lakini vile vile niungane na engineer mwenzangu ambaye ni manager wa TANESCO. Mimi shughuli hizi nimezifanya kwa sababu nilikuwa manager wa TANESCO sehemu mbalimbali, na kwa taaluma yangu ni mhandisi. Lakini kusema kweli, kama tungeweza kwenda kwenye digital ambayo hii analog is no longer, ingetusaidia sisi hata wanaotoa huduma kwenye nyumba za kupangisha hatungeadhirika. Mimi mojawapo ni ambaye nalipia bili ya watu ambao wakikaa kwenye nyumba wanatoweka. Nikija idara ya maji hawezi kunisaidia. Alafu ya pili pia, hata yale maji yanayotumika unamkatia mtu maji alafu anakwenda kwa jirani anachukua maji. Sasa hiyo na pia wenye kutoa huduma kwenye nyumba za kupangisha tunaadhirika. Labda idara ya maji kuasa ingetafuta njia yote ya kuadhibiti wale watu wanaokatiwa maji wasitumie maji kwa majirani, kwa sababu wanatuadhiri kiasi kubwa sana. Mtu anaona kukatiwa maji ni jambo la kawaida tu, na kweli kama alivyosema mtoa mada kwamba wale wanaona unafuu kwa sababu ya nini kupata maji kwa wakati ule, lakini bado tunaadhirika sisi ambao watu tunaohudumia wanaotumia maji. Kwa upande wa uongozi wa KUWASA ulieleza kupokea ushauri pamoja na maoni mbalimbali yaliyotolewa na wadau hao kwamba yatazingatiwa katika mpango ujao wa miaka 5 kuhakikisha mteja wetu kwa ubora ulio wa hali ya juu. Kuna eneo ambalo limezungumzwa na wengi la upatikanaji wa huduma yetu, yaani mtandao wa maji. Ni kweli sisi tungetamani kila alipo mwananchi kuwe na mtandao wa maji, pengine hata kama hapajajenga, lakini kama mnavyojua bajeti zetu huwa zina ukomo, hatuwezi kufika kila mahali kwa wakati wote. Toka katika manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, mimi Paulo Kayanda, Kahama TV. Jukumu tu. Kwa hiyo kwenye eneo la maji taka sisi tunahusika na maji taka tu. Ukisema usafi wa mazingira, tuna watu wa mazingira, tuna idara ya afya. Na bahati mbaya sisi kwenye eneo la maji taka tunahusika na kuyaondoa na kuyatibu. Lakini wanaokiuka taratibu za uondoshaji wa maji taka hatuna mamlaka ya kuwashughulikia, ni idara nyingine ya mazingira. Na ndio maana tunaendelea kushirikiana nao ili wao nao watimize wajibu wao na sisi tutimize wajibu wao, lakini na mwananchi atimize wajibu wake na mambo yataenda vizuri. Tuna kitengo maalum cha ukarabati miundombinu ikiwemo dira hizo na mabomba. Tumepokea ushauri, tutaendelea kukimaisha kitengo hiki kwa kipa vitendea kazi, lakini pia kuwajengea uwezo ili wafanye ukaguzi na pengine tusifike kwenye hatua ya uharibifu, tuweze kutibu matatizo ya miundombinu kabla hajafika kwenye eneo la uharibifu. Fanya kazi, tunajua wote tunafanya kazi chini ya mwavuli mmoja wa serikali kuu, tumegawanywa majukumu tu. Kwa hiyo kwenye eneo la maji taka sisi tunahusika na maji taka tu. Ukisema usafi wa mazingira, tuna watu wa mazingira, tuna idara ya afya. Na bahati mbaya sisi kwenye eneo la maji taka tunahusika na kuyaondoa na kuyatibu. Lakini wanaokiuka taratibu za uondoshaji wa maji taka hatuna mamlaka ya kuwashughulikia, ni idara nyingine ya mazingira. Na ndio maana tunaendelea kushirikiana nao ili wao nao watimize wajibu wao na sisi tutimize wajibu wao, lakini na mwananchi atimize wajibu wake na mambo yataenda vizuri. Kuhusu ukaguzi wa miundombinu, tuna kitengo maalum cha ukarabati miundombinu ikiwemo dira hizo na mabomba. Tumepokea ushauri, tutaendelea kukimaisha kitengo hiki kwa kipa vitendea kazi, lakini pia kuwajengea uwezo ili wafanye ukaguzi na pengine tusifike kwenye hatua ya uharibifu, tuweze kutibu matatizo ya miundombinu kabla hajafika kwenye eneo la uharibifu. Dhana ya usafi wa mazingira tutembee nayo vizuri, lakini pia gharama za kuondoa maji taka kwa kutumia magari yetu ziendelee kuwa rafiki, kuencourage watu wengi zaidi kuyatumia na kuepuka tabia za kutiririsha maji. Hiyo tunalifanyia kazi, na ndani ya mpango huu kuna magari mengine ya maji taka tutaenda kuyanunua, tusogeze huduma karibu. Lakini kama nilivyosema, tayari tuna eneo ekari 100 tumeshalichukua. Hayo ni maono ya muda mrefu
uwekezaji wake ni mkubwa. Kulipa milioni 350 sio jambo rahisi. Unajua kitu tunalipa milioni 350 kule, ndio kama mnavyosema kuna maeneo yanahitaji huduma hatujafikia. Tunaenda kwa utaratibu kuhakikisha mambo yote yanakuwa salama. Ongezeko la watu na maji taka, hiyo tumelipokea. Ndio maana tumetoa estimation kwamba by 30-31 watu watakuwa kiasi hiki, mahitaji yatakuwa haya, na uchafuzi pia utaongezeka automatic. Kwa hiyo lazima tujipange vizuri, ndio maana tumewashirikisheni hapa. Joni Kagongwa, hili la kwako nimelijibu. Kwanza tunashukuru, umetoa pongezi namna mnavyoshirikiana na watu wetu wa Kagongwa, na sisi tunataka hivyo. Eneo lolote ambalo upate ushirikiano, tafadhali usisite. Ndio maana tupo, tuambie unakuazika wapi, ili tuwasaidie wale ambao wanakuhudumia, angalau kaa kwenye utaratibu ambao sisi tunautaka.